ya watu duniani. Mungu alichokifanya ili tukae sawa, kila mmoja amemwachia mapungufu ili uwategemee wenzako. Ukifikiri wewe unajua kila kitu, ni ulimbukeni na upungwani ulio kwenye kichwa chako. Ndio maana hata ungekuwa bilionea, lakini kuna mahali utawapigia watu magoti ili mambo yako yakae sawa. Utaenda hospitali watakwambia nini? Oh, tumbo sijui ali tumbo. Kuna vitu havijakaa sawa. Chukua kopo. Nenda kule kaangalie pale wameandika men, ndio kwako hapo uingie. Kama pameandikwa girls, ndio hapo uingie. Chukua kopo, nenda kule kalete. Mimi ni bilionea. Hatuulizi kiwango cha fedha. Kopo hilo na kule. Hatungekuwa msomi, profesa, dokta, tajiri wa namna gani, huwezi kumtuma dereva, huwezi kumtuma house girl wala nani, utaenda mwenyewe na kopo. Utaleta, wanaweza kusema umeleta kiwango kidogo, kaongeze. Utahangaika na kopo we. Kwa nini? Maana yake Mungu anataka kukudiscipline kwamba duniani huwezi kufikiri wewe ni wewe. Wako watu watakuhangaisha. Hata ukisema mimi siwezi kuamrishwa ovyo ovyo, utaamrishwa. Siku utakapopanda daladala, utaamrishwa na kakijana kaliferi la 7. Anasema wewe baba wewe, akajali kama ni profesa. Baba wewe, geukia upande huu. Shika bomba. Alafu na wewe mama mnene, hajui na mikuku yako na yokula na misoseji, sogea nayo mbele. Geukia huku. Yaani kana kuamulisha, kenyewe kalikula viazi vilivyochacha. Lakini kana kuamulisha. Yaani hata uwe mtaalamu, unapasua watu, unashona, wanakuwa wazima, ila kiatu chako kikichanika utapeleka kwa fundi. Kila mmoja lazima mtegemee mtu. Hatuwe mtaalamu wa kupima na kuangalia mpaka unaona virusi vitu gani. TV yako kiungua itaenda kwa fundi ndio akaiangalia. Kila mmoja lazima mtegemee mwenzake, na Mungu ameiweka hiyo principle ili wote tukae sawa. Na ndio maana maisha yetu wote yanafanana. Wote. Hakuna anayeishi tofauti na wenzake. Ukifikiri unaishi pamoja na wenzako ni uvivu wako wa kufikiri, ila wote tuko level. Amen. Amen. Ndio maana tukisema mimi mchungaji umekosea, kuna tofauti bwana. Kuna watu wana hela zao, lakini huwezi kuishi tofauti na sisi. Hela umetushikia ututunzie, tutakapozihitaji utupe. Lakini matumizi ya hizo fedha huwezi kuzidi tunayotumia sisi. Ni yale yale. Kwa sababu hata wakati wa kula sahani yako ni hii. Huwezi kusema mimi tajiri na hela nipeni sufuria zima. Haiwezekani. Ndio maana juzi hapo nilikuwa nafundisha Kenya, nikasema na bahati mbaya wenye fedha hawali sana. Tunaokula sana ni sisi ambao tunavipata kwa bahati. Ndio ambao ukivipata unasema Mungu wangu nisaidie, kwa sababu sina uhakika kama kesho nitavipata tena. Ndio maana ukienda mahali na Profesa Tibaijuka, kaa naye karibu, kwa sababu hawezi kula sana. Hata kwa sababu ana uhakika nyumbani vipo. Kwa akikosea kaweka vijipapatio 5, weka tu naye karibu. Ukiona tu anakuangalia mwambie nini mama, nipunguze? Toa hiyo. Kwa sababu yeye hata kila kipande kidogo ana uhakika nyumbani vipo. Kwani unamwona ni mama wa njaa huyu? Ndio maana hata ukimkaribisha chakula akisema hapana, usimbembeleze. Tubembeleze watu kama sisi, kwa sababu saa nyingine tunakuwa tuna aibu. Tubembeleze ili tule tukalale salama. Wako watu ambao yani Mungu ameshamjalia tayari, lakini na yeye hawezi kula kutuzidi. Leo walimpa chai pale, sina uhakika hata kama alimaliza. Hata robo hakumaliza. Kagusa mdomo wa kwanza, story wa pili, kasema okay niko tayari. Wakati sisi tukipewa mpaka unatamani uweke na maji usuze kidogo. Upige hako kasoda maana kukapata. Ndio maana hata kwenye sikukuu hizi, sherehe hizi, maharusi, watu wanakaa mkao wa kuangalia wale wanao upande huu maana kwa sababu anajua akizikosa soda hapo. Kwa hiyo duniani principle ya maisha ni hii moja. Huwezi kuishi tofauti na sisi. Vinginevyo tafuta dunia yako. Lakini kama dunia hii wote tunaishi tunafanana. Ndio maana hatungekuwa na masuti mengi. Suruali yako ya kuvaa hii moja.
Tutakutana na wewe barabarani ukiwa na suruali moja. Huwezi kusema mimi na suti nyingi naweka 5. Tutakupeleka wodi ya vichaa. Umekiuka principle. Principle ya Mungu ni suruali moja. Sasa tofauti yako na kauka nikuvae ni ipi? Kama na wewe mwenye suruali nyingi unavaa moja. Kama na wewe mwenye viatu vingi ni viwili tu, mguu wa kushoto na wa kulia. Huwezi kusema na viatu vingi huku naweka